huo mungurumo ninaousikia ni mungurumo wa kitu gani? Na lile giza ninaloliona ni giza vinasababishwa na kitu gani? Akanijibu akaniambia ya kwamba ule mungurumo, lile sio giza. Akaniambia ya kwamba lile sio giza isipokuwa ni moshi. Akaniambia ule moshi unaouona unatoka sehemu ya jehanamu pamoja na huo mungurumo. Vinatoka sehemu ya jehanamu ambapo baada ya mwanadamu kufa duniani na kuja katika aliyetenda dhambi, atakapochukuliwa na kwenda kupelekwa jehanamu, huko ndiko vinakotoka hivyo vitu. Binafsi, pendwa msikilizaji, nimezaliwa katika nyumba ya Kikristo. Nimelelewa katika maadili ya kidini. Nilikuwa nikisikia hili neno la jehanamu, lakini sikuweza kujua ya kwamba hili kitu ni kitu kilichopo kweli. Nilikuwa ninafikiri ya kwamba inawezekana kuna watu waliokuwa wanaandika Biblia, walipoona wanadamu anatenda dhambi, watafute kitu mbadala cha kumtisha mwanadamu, wakisema kuna moto, huyu mwanadamu ataogopa. Lakini nilikuwa sijui ya kwamba ni kitu halisi kilichopo, ya kwamba mungurumo huo na giza hilo vinatoka sehemu ya jehanamu. Mawazo yangu yakarudi upesi kukumbuka kile nilichokuwa nikifundishwa nyumbani. Maana nimelelewa kwenye mafunzo ya Sunday school, ninasikia hivyo, lakini nilikuwa siamini kama jinsi watu wengi wasivyoamini. Wanaposikia ya kwamba kuna jehanamu, watu wengi hawaelewi. Wanafikiria kwamba ni bla bla, wanafikiria kwamba ni utani, wanafikiria kwamba ni vitu visivyokuwepo. Lakini mpendwa, ninaomba usikilize kwa makini. Usikilize kwa makini kile ambacho kipo. Ninachokisema hiki ni kile ambacho nimekiona. Ni kile ambacho nimeambiwa na nimesikizishwa na nimekiona ya kwamba nije nikueleze mpendwa. Moyo wangu uliumia sana baada ya kuambiwa hivyo. Nikajua ya kwamba sasa inawezekana nimekufa duniani, ninapelekwa kwenye hilo ziwa la moto. Nilianguka chini, nililia sana, nikimuomba yule mtu anisamehe, nikimuomba anirudishe nyumbani, lakini hakuweza kunijibu chochote. Nililia sana nikiwa miguuni pake, maana nalia sijauona moto isipokuwa ninaona huo mungurumo na lile giza lililoko. Nikalia kupita kawaida, lakini yule mtu hakunijibu neno wala hakuniambia chochote. Nikainuka. Nilipoinuka nikaanza kumfuata. Ndugu yangu mpendwa, ninajua ninasema nawe, inawezekana kabisa umepokea mafundisho mengi. Inawezekana kabisa umesikizishwa mambo mengi, maana dunia inazalisha mafundisho mengi kila itwapo leo. Lakini kile ninachokileta kwako, ninajua inawezekana kitakuletea maswali mengi kichwani kwako, lakini ni ukweli usiopingika. Ninakisema kwa ujasiri kwa sababu nimeona na nimekwenda huko nikarudishwa ili nije nikuambie. Kwa hiyo sitakuwa na nafasi ya kukuficha chochote, nitakueleza ili uchague. Kama utaamua kwenda jehanamu, ni wewe umeamua. Kama utaamua kumtumikia Mungu, ni wewe umeamua. Lakini ujue ya kwamba kile nilichoambiwa sitakificha hata kimoja, ili ujue uwe katika hali ya kuchekecha. Kama utaamua kwenda navyo, hakuna mwanadamu anayekuzuia wala hakuna Mungu atakayekuzuia. Ni wewe, uamuzi unao wewe mikononi mwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilipoinuka kwanza kumfuata, tukafika eneo ambapo macho yangu hayakuamini, ufahamu wangu uligoma kuelewa kile kinachoonekana. Biblia inazungumza ya kwamba ni ziwa la moto, na watu wengi tumezoea kusema ya kwamba ni ziwa la moto. Lakini naomba mimi kwa kauli yangu nasema bahari, maana katika hadhi ya ziwa haipo. Nilifika lile eneo, nikatazama lile bahari ya moto jinsi ilivyo, nikajisikitikia kwa nini tumezaliwa tuko chini ya jua. Ile bahari ilikuwa ni bahari inayotisha. Na usifikiri ni moto sawa na moto wa makaa uliozoea kuupikia. Usifikiri ni moto sawa na uliowahi kuona labda misitu mikubwa ikiteketezwa. Usifikiri ni moto ambao umewahi kuona dhahabu zikiyeyushwa kwa ule moto. Mpendwa, jina tu linafanana, lakini ukitazama jinsi ilivyo, ni moto wa kutisha mno. Iogope ghadhabu ya Mungu. Mungu ni Mungu. Anaposema kuna ghadhabu, mpendwa, kweli ghadhabu ipo. Ninakizungumza hiki ambacho nimekishuhudia kwa macho yangu. Wasomaji wa Biblia inawezekana wanaelewa. Biblia inasema ya kwamba kuna siku watu watalani matumbo ya mama zao, kwamba mama, kwa nini ulinizaa? Usifikiri ni mzaa, usifikiri ni lele mama paka mtu akafika kalani. Kuna mateso rafiki yangu. Ule moto si moto wa kawaida.
ni moto wa ajabu mno. Mwanzo wake na mwisho wake nilikuwa sijapata kuona. Hapa ninapokueleza ni pale ambapo upeo wa macho yangu ulifanikiwa kupaona. Sikuweza kumaliza kuona. Ulikuwa ni shimo kubwa mno, na ule moto ulikuwa unalipuka kupita kawaida. Mlipuko wake ulikuwa ni mlipuko usioelezeka. Unalipuka juu mno, na wale waliowahi kuona bahari ya kawaida ya duniani ya maji wanajua kwamba kawaida bahari inakuwa na mawimbi. Na ile bahari pia ina mawimbi. Yale mawimbi yake linakwenda kuinuka upande moja, wimbi moja zito kama mlima. Litakapoinuka, linapokwenda kujitupa upande wa pili, mungurumo utakapotokea hapo, mwanadamu huna ujasiri wa kusimama mbele ya hukumu ya Mungu. Mungurumo unaotisha, na hilo wimbi haliinuki moja tu, linainuka lingine hapa kama kawaida ya mawimbi ndani ya bahari. Mawimbi mazito mno, na ule moto ulikuwa hauna rangi kamili. Mara nyingine unakuwa ni mweusi sana, mara nyingine unakuwa ni mwekundu sana, mara nyingine zile rangi zinajichanganya. Nilipoutazama nikakuta ninaishiwa nguvu. Mwili wangu hauwezi kustahimili. Nikalia kwa uchungu mno. Lakini nikaendelea kutazama, nikakuta ndani ya ule moto kuna wadudu walio hai wanatembea. Najua kwenye sayansi ya mwanadamu ni vitu visivyoelezeka, ni vitu visivyoaminika. Ninajua kabisa, unaelewa ya kwamba hata mawe makubwa kwenye moto yanaweza kupasuka. Hata dhahabu kwenye moto inayeyuka. Vitu vingi kwenye moto vinakufa. Iweje huyu mtu leo atuambie ya kwamba wadudu walio hai wanatembea kwenye moto ulio namna hiyo? Ule moto wa ajabu. Mara nyingine unakuwa ni mwekundu sana, mara nyingine unakuwa ni mweusi kupita lami, mara nyingine zile rangi zinajichanganya, lakini hawa wadudu wako hai. Hawa wadudu nilipowazidi kuwatazama nikafikiria kwamba watateketea, lakini kadiri nilivyokuwa nazidi kuwatazama walikuwa hawateketei wala hawaonyeshi hali ya kuungua. Ni sawasawa na samaki ndani ya maji. Nilipoendelea kuwatazama nikakuta wale wadudu walikuwa ni wana mfano wa wale nyoka wembamba sana. Halafu walikuwa hawana mkia. Huku walikuwa ni mdomo na huku ni mdomo, na kila mdomo mmoja ulikuwa na meno mawili. Yale meno unaweza kufananisha kidogo urefu wake sawa sawa na biki, hizi biki za kuandikia. Yalikuwa yanafanana yale meno yao. Kwa hiyo anaweza kutembelea huku na huku pia. Halafu walikuwa na pingili kama umewahi kuona, ndugu msikilizaji unayenisikiliza leo, kama umewahi kuona nge, ndivyo wale wadudu ndivyo walivyokuwa. Sasa nge ana rangi moja, lakini wale wadudu walikuwa na rangi mbili tofauti. Sehemu nyingine ni weupe na sehemu nyingine kulikuwa na rangi tofauti na ule weupe wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilipoendelea kuwatazama, nimekwambia nikakuta hawateketei. Ndipo nikaamua kuuliza, nikasema samahani, naomba niuliza. Akaniambia uliza. Nikasema wale wadudu ni wadudu wa aina gani? Mbona moto ni mkali kiasi hiki? Mbona hawaungui wala hawateketei? Akaniambia kwamba wale wadudu ni funza wa jehanamu. Wao hawateketei wala hawaungui. Wamewekwa humo ndani kwa ajili ya mateso ya wanadamu watakao kuja kutupa ndani ya hili ziwa. Wao hawaungui wala hawafi. Nikauliza, mbona wana rangi mbili? Ina maana zile rangi ni mapambo au ndivyo alivyoumbwa? Akaniambia kwamba zile sio mapambo. Akaniambia kwamba ile rangi unayoiona tofauti na weupe ni sumu imehifadhiwa kwenye miili yao. Akaniambia kwamba unapoyaona hayo meno yana uwezo wa kutoboa hata fuvu la kichwa cha mtu. Yakisha kutoboa yanatokeza upande wa pili. Mahali pale walipopita wanamwachia mwanadamu sumu kali inaendelea kumtesa, huku mateso ya moto yanaendelea kumtesa, na huku mauti ikiwa imekamatwa mikononi mwa Mungu. Nililia mno. Ndugu mpendwa unayenisikiliza, ninajua kabisa unaweza ukaona ni vitu visivyowezekana kutokana na elimu uliyojifunza, kutokana na mafundisho unayoyapata kwenye imani yako. Ninachokueleza ni kile ambacho Mungu amenituma kwako. Inawezekana ukawaza ukasema ya kwamba mbona tunajifunza ya kwamba Mungu ni mwenye huruma? Imekuweje huyu mtu akatuambia maneno kama haya? Mbona tunajifunza ya kwamba Mungu ni mwenye huruma? Ni kweli kabisa. Ninaungana nawe ya kwamba Mungu ni mwenye huruma. Ndio maana alimtoa Yesu aje afe kwa ajili yetu. Huruma ya Mungu ilikuwa ni kumtoa Yesu
achukue adhabu yetu, abebe mateso yetu, abebe maumivu yetu, abebe mahangaiko yetu msalabani. Ndio maana Isaya anasema ya kwamba adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake. Ni kweli Mungu ana huruma, lakini kumbuka ya kwamba kabla ya kizazi hiki kilikuwepo Sodoma na Gomora. Walipokwenda kinyume na Mungu waliteketezwa. Kilikuwepo kipindi cha Nuhu. Walipokwenda kinyume na Mungu waliteketea. Lakini leo bado dunia imejaa huruma ya Mungu. Si kana kwamba kukuhurumia unapotenda dhambi. Huruma ya Mungu anapokuhurumia unapokuwa duniani, unapomkubali ya kwamba mimi ni mwenye dhambi, yeye anashuka kwa ajili ya kukuhurumia. Lakini si utakapoondoka duniani. Na kuna wengine tumefundishwa imani potofu ya kwamba mtu unaokoka ukishakufa. Watu wanasema duniani hakuna wokovu, ukishakufa ndipo unapookoka. Inawezekana umefundishwa, huwezi ukaziba sikio. Lakini Biblia ninayoisoma inasema baada ya kifo ni hukumu. Baada ya kifo ni hukumu. Utakapotoka duniani unakwenda kuambiwa ulifanya nini duniani. Hakuna wakati wa kusema Mungu nihurumie. Wakati huo uko hapa. Hayo ni mafundisho ya kipepo. Na wengine wanafundishwa ya kwamba ukifa katika dhambi, waliobaki hai wana uwezo wa kutolea sadaka, wa kuombea ili utoke kwenye mateso. Hayo ni mafundisho ya kipepo Ibilisi ameinua ili kuendelea kuua watu. Hakuna sadaka itakayokutoa jehanamu kama umeingia. Hakuna sadaka itakayokutoa kwenye mateso. Hakuna sadaka hata kama watu wangelijiua. Sadaka ya mwanadamu au sadaka ya mnyama haiwezi kukutoa kwenye mateso ya jehanamu. Ninasema hiki nilichokiona, wengi wangeliweza kutoka. Sadaka iliyo thabiti ni ile ambayo Yesu Kristo alimwaga damu yake msalabani. Unapomwambia Yesu mimi ni mwenye dhambi, Biblia inasema ya kwamba hawezi kuzikumbuka. Hata kama dhambi zako zilikuwa ni nyekundu sana, anaziosha zinakuwa nyeupe. Lakini ni duniani, sio baada ya kufa. Bwana Yesu asifiwe. Nilipoendelea kulia namna hiyo, nikakumbuka neno moja. Nikaomba, nikasema naomba niulize. Akaniambia uliza. Nikamwambia mbona duniani tunaambiwa ya kwamba jehanamu kuna watu wanaoungua? Mbona jehanamu hii sioni watu? Akaniambia kwamba mnafundishwa kweli, lakini tambua ya kwamba Mungu alipokuwa anatengeneza jehanamu, hakutengeneza jehanamu kwa ajili ya mwanadamu au yeyote yule. Jehanamu haikuumbwa kwa ajili ya mwanadamu. Jehanamu iliumbwa kwa ajili ya shetani na malaika zake walioasi. Kama Mungu angelijua ya kwamba jehanamu itakuja kuwekwa watu, basi Mungu angelipunguza mateso. Isingelikuwa kama unavyoiona. Maana Mungu ana huruma kwa mwanadamu. Mungu anamjali mwanadamu. Angelipunguza mateso. Lakini Mungu alipotengeneza jehanamu, hakutengeneza kwa ajili ya mwanadamu. Alitengeneza kwa ajili ya shetani na malaika zake. Yule mtu akaendelea kuniambia, akasema hivi, lakini shetani sasa kwa sababu yeye amekosa mbingu, kwa sababu yeye amekosa kupaingia patakatifu. Maana Biblia inasema ya kwamba alikuwa ni malaika. Uzuri wa mbinguni aliujua, raha ya mbinguni alijua, majengo yalivyo kule na amani iliyoko kule ameijua. Hivyo alichokikosa yeye, akatamani hata mwanadamu mwingine akikose. Akashuka huko duniani alipotupwa baada ya ile ole, akaanza kuwadanganya wanadamu kwamba kama mimi nimekosa, basi na hawa pia wakose, wakaingia jehanamu. Akaniambia kwamba wale watu, kama nilivyokuambia, jehanamu haijaumbwa kwa ajili ya mwanadamu. Wale watu sasa wanaokufa katika dhambi wanahifadhiwa sehemu ya mangojeo, wanamsubiri shetani aliyewadanganya. Ukifika muda wake wa kwenda kukamatwa duniani na kuja kutupwa ndani ya hili ziwa, ndipo wale wote waliomfuata watakapokuja kutupwa ndani ya hili ziwa. Lakini si kabla ya Ibilisi kutupwa, ili Mungu anadhihirisha ya kwamba haikuumbwa jehanamu kwa ajili ya mwanadamu. Jehanamu haikuumbwa kwa ajili yako, iliumbwa kwa ajili ya Ibilisi. Sasa kama iliumbwa kwa ajili ya Ibilisi, ni sharti yule aliyetengenezewa aingie kwanza. Likaniuma sana ya kwamba Mungu anakupenda. Hakutengeneza ile jehanamu kwa ajili yako mpendwa. Mungu anakupenda hivyo hivyo ulivyo. Hata kama wewe ni kahaba, hata kama wewe ni mzinzi, hata kama wewe ni mchawi, hata kama wewe ni jambazi, huruma ya Mungu ipo. Ili Mungu analithibitisha hili kwa sababu anasema sitazikumbuka dhambi zako. Ameshusha msamaha ili kwamba usiingie katika lile ziwa. Mpendwa, ninaomba Mungu akusaidie
anipe kauli nzuri na mimi pia nikueleze, maana sipati kauli nzuri ya kukueleza kama vile nilivyoona. Inawezekana